serikali na vyombo vyake inawekwa madarakani na katika nafasi zake kwa utashi wa watu wake kwa kawaida. Sio lazima kwa sababu kuna mtu akazungumza juu ya local government na umuhimu wa hizi serikali za mitaa. Alafu nakumbuka kwamba mwaka 2024 tutakiwa tuwe na uchaguzi wa serikali za mitaa. Sikuona ukifanyika. Sasa sijui unapozungumza juu ya local government unazungumza juu ya local government ya Tanzania au ya Botswana. Lakini niseme kwamba yote mliozungumza ni sawa, lakini wenyewe mmesema vile vile kwamba kuna conditions, kuna conditionality. Nadhani amezungumzia kwa uwazi kabisa Profesa Kinyondo, Profesa nitaka kusema Profesa Kinyondo alafu na Dr. Tibaijuka. Aberration kubwa sana. Walivyozungumzia Profesa Kinyondo na Profesa Tibaijuka, kuna conditionality ya vitu hivi. Huko zamani walifanya wakubwa wa dola zao kuorganize watu wao kutoka private sector. Kama unakumbuka akina Walter Raleigh, akina Francis Drake, tulifundishwa sisi kwamba walikuwa ni watu wa kuleta ustaarabu wa kizungu kwa makabila ya watu walioko nyuma, lakini tunajua kwamba ile ilikuwa ni private sector, imeingizwa katika mradi wa serikali kwenda kupora nchi za wengine, na serikali inafanya utaratibu wa kukusanya mitaji na majeshi wakati mwingine kwenda kupora huko. Waingereza waliwapiga wa China wakishirikiana na nchi nyingine za Ulaya kwa sababu wa China walikataa kutumia mihadarati ambayo ilikuwa inahitajika sana, kwa sababu kwa kuna sehemu kubwa ya Uchina wanapenda sana kutumia mihadarati, na Waingereza wanalima mihadarati, wanalima opium, yani wana mashamba kabisa. Wale wanaomjua George Orwell wa 1984 na Animal Farm, baba yake yeye alikulia India. India ilikuwa ni sehemu yote ile ya mashariki, na baba yake alikuwa ana cheo kinaitwa katika serikali ya Uingereza ya mfalme, opium officer. Alikuwa anaitwa something like senior opium officer grade 2. Yani hiyo kazi yake ni kulima na kukusanya mihadarati ili wapelekewe wa China watumie mihadarati, halafu hiyo pesa inatoka kule ndio irudi kuendesha himaya nzima ya Uingereza mashariki mwa Asia. Walivyokataa wa China wakatwangwa mara mbili, 1840 na 1850, ili watumie mihadarati. Lazima tumieni mihadarati kwa sababu hii hela tunaitaka sisi. Sasa hii mnazungumza nyie sio mihadarati, na naamini kwamba ni kwa ajili ya faida zetu, lakini ili watu wakubali kuingia kwenye PPP lazima wajue unafanya nini, hii PPP maana yake ni nini, faida yake kwetu sisi ni nini, na sisi tutachangia namna gani, na tunapoweka hela zetu au miamala yetu katika shughuli kama hii tuone kwamba tunapata faida. Lakini kwanza nimesema, Profesa Kinyondo amezungumzia vizuri sana, hakuna transparency kabisa katika nchi hii. Tumefanya kusudi kuua transparency kiasi cha kwamba kila kinachofanywa na mashirika na serikali na idara za serikali sasa hivi
ni kitu cha siri sana. Katika hali kama hiyo hamtafanya lolote likafanikiwa, hatutaweza kufanya kazi yoyote, iwe ni PPP au ni simple straightforward economic engagement. Haiwezi kufanya kazi hata kidogo. Tumeona swala la transparency. Kwanza hakuna media, ndio tukubaliane. Na nyie mnajua naposema hakuna media, tunajua kwamba kuna wakati tulikuwa na media katika nchi hii na imefanya kazi nzuri mara nyingi ya kukosoa serikali na wakubwa wengine. Maana wakubwa si serikali peke yake, kuna wakubwa ambao ni nguvu za kibiashara ambazo zimetamalaki kila mahala na zinaweza zikaumiza watu wakati mwingine hata kuliko serikali. Lakini yote hii tumeshaua, na sasa hivi we are very happy as a media-less society. Tunafurahi sana kwamba hakuna mtu anasema lolote, anayesema, anayeruhusiwa kusema na bado unawasikia. Ni kusifu sana jinsi tunavyopata baraka kubwa sana na raha tunayoipata katika maisha yetu. Kwa hiyo tungeanzia hapo kwanza, kwamba tuwe na media kama mlivyosema nyie, tuwe na media ambayo itatusaidia kujua nini kinaendelea hapa kabla hatujaona hii PPP ikizaa matunda makubwa sana. Napenda kumshukuru vile vile Sabato ambaye ni mfano wa watu ambao wanatupa matumaini kwamba ile kazi iliyoanza miaka ya 60, 70, 80 inaendelezwa na vijana ambao wana uchungu na nchi yao na wanaweza wakatoa mchango mkubwa sana. Vijana, wanawake, wanafunzi na kadhalika, kutoa mawazo ili kuendeleza miradi tunayozungumzia na kuendeleza. Sisi Baridi Baridi tunatamani kumsaidia kila mtu nchini Tanzania, lakini tunaweza kufanya nini? Jibu ni kuwapatia hewa ya baridi kutoka Japani kupitia Baridi Baridi AC ambayo ni rafiki kwa mazingira. Kupitia huduma ya kukodisha AC, tunatamani watu wengi zaidi waishi maisha bora zaidi. Maisha bora, jamii bora, sasa na baadaye. Baridi Baridi. Za juu zaidi za maendeleo. Napenda nikushukuru sana mwezeshaji na omba nimalizie hapa. Asanteni sana. Asante sana kwa mada hiyo. Mpenda